Ninyi mnaona uchaguzi, wenzenu wanaona uranium. Mwalimu Nyerere alisema Mtanzania wa kawaida hawezi kununua watu kabla kwanza yeye hajanunuliwa. Hawa watu wanaweza kutoa bilioni 5 kwa mtu mmoja. Yule aliyewapa hizo bilioni 5 wapeleke kwa mtu mmoja mmoja, yeye anafaidika na nini kama sio kwamba anamezea mate uranium? Na mimi sisi wafugaji hatuogopaji. Nilikuwa nazuia chui na simba wasile ng'ombe wa baba, nitaogopao. Na wakiendelea kusema nitafumuka zaidi. Najua wakiendelea nitafumuka zaidi. Simtanilinda? Simtanilinda? Wangapi watanilinda nifumuke? Wangapi watanilinda nifumuke? Na mheshimiwa Rais ameweka mwongozo mzuri. Kila nchi Mungu kawapa watu, kila nchi Mungu kawapa watu nchi yao. Tanzania ni ya Watanzania na Afrika ni ya Waafrika. Tanzania haitaongozwa kwa remote. Wale wanaomezea mate madini yetu watameza mate mpaka na ulimi. Tutailinda Tanzania kwa nguvu zote. Ndio. Na mimi nitoe rai kwa Watanzania. Katika tukio lililopita, wachochezi walichochea, wakatokea na vijana wakafuata mkumbo. Na Mheshimiwa Rais akatoa msamaha kwa wale waliofuata mkumbo. Hatutarajii tunakokwenda kwamba patakuwepo na kijana akafuata mkumbo. Hatutarajii. Na wala hatutaruhusu fujo itawale kwenye nchi yetu. Hatutaruhusu fujo itawale kwenye nchi yetu. Tumekubaliana kuendesha nchi kwa mujibu wa katiba na sheria. Kila mmoja ana wajibu wa kutimiza kwenye hili. Kila mmoja ana wajibu wa kutimiza kwenye hili. Kwenye nchi yoyote ile hakuna haki inayokwenda bila wajibu. Una haki yako na una wajibu wa kutimiza. Ndio. Kwa hiyo narudia tena, kwa sababu yeyote ile, Mtanzania usije ukasukumwa kwenda kuchoma nchi yako mwenyewe. Zamani huko vijijini Usukumani kule tulikuwa tunavuna, ndo utamaduni wa Wasukuma huo, kulima shamba kubwa. Unavuna, unaweka kwenye gala kubwa. Ili jukwaa kuu lote hili sehemu nyingine ni gala 1.5 au magala mawili. Gala kubwa. Akiingia panya, tulikuwa tunamshughulikia panya tu yule aliyeko kwenye gala letu. Sasa wewe tukukute umewasha moto nyumba nzima na magala yote. Naletima ngoso. Unauchomaje ngoso? Unawashaje magala yote shamba zima? Unataka uishije? Tuna dukuduku, tuna kero wa Tanzania, tutashughulikia yale yaliyo dukuduku. Mengine ya kinidhamu, tayari Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo. Mengine ya kimahusiano, tayari Mheshimiwa Rais kashatoa mwongozo wa namna ya kuyashughulikia. Na Tanzania si mgeni wa kushughulikia mambo haya. Na wengine ni wakumbushe, unajua wengine wanasahau.
Wengine wanasahau, wanatoneshwa kwenye mambo yanayotokea, wanataka kufanya kama vile mambo hayo yanatokea yameanza juzi, kwamba eti kuna watu wanasema kwa sababu kuna jambo hili basi tuwashe nchi. Haya hajaanza juzi, yapo kila wakati. Rais huyu wakati anaingia madarakani walikuwepo watu waliofanya fujo za aina hii. Wakati rais huyu anaingia madarakani, kiongozi mkuu wa kambi ya upinzani alikuwa ndani na alikuwa ndani kwa makosa makubwa tu, tumeshasahau. Wakati huo rais huyu aliyepo akiwa makamu kiongozi, baada ya uchaguzi uliopita, kiongozi mkuu wa kambi ya upinzani alikuwa ndani kwa makosa makubwa. Ni rais huyu akasema tutengeneze mahusiano, akamtoa. Mwanza oye! Mwanza oye! Mwacheni, haina shida. Mwacheni aje. Mwacheni aje. Sasa njoo, leteni hapo. Bwana umeshafika, tulia, nimalizie, tulia hapa tunakusikiliza. Sogea hapo, sogezeni pale kwenye kiti kile cha pembeni hapo. Tutakusikiliza sasa hivi. Subirisheni hapa tunakusikiliza hapa.